Kwingineko ni barani Afrika, katika taifa la Mali, hofu yazidi kutanda huku wakosoaji wakitekwa. Raia wa Mali wanaendelea kuishi kwa hofu kutokana na mashambulizi ya wiki iliyopita yaliyofanywa na waasi wa Tuareg wakishirikiana na makundi mengine ya itikadi kali, lakini pia vitendo vya wakosoaji wa serikali wakitekwa. Wananchi wengi wa Mali wanaishi kwa wasiwasi na mashaka, wakihofia kuwa huenda mashambulizi makali ya wiki iliyopita yanaweza kujirudia. Baadhi wanaamini kuwa uchunguzi ulioanzishwa na utawala wa kijeshi utasaidia kutuliza nyoyo zao na kusaidia hali hiyo isijitokeze tena. Mashambulizi ya wiki iliyopita yalilenga maeneo ya kimkakati ya jeshi kote nchini Mali na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 23, akiwemo waziri wa ulinzi. Raia na watoto ni miongoni mwa waliouawa na kujeruhiwa wakati wa mashambulizi hayo. Hata hivyo, kundi hilo la Tuareg linadaiwa kwamba bado linaendeleza operesheni zake huku likiendelea kuteka baadhi ya miji huko nchini Mali. Ofisi ya mwendesha mashtaka imesema ushahidi thabiti kuwa baadhi ya wanajeshi walisaidia katika kupanga, kuratibu na kutekeleza mashambulizi hayo, huku ikimshutumu mwanasiasa wa upinzani aliyeuhamishoni na aliyewahi kuwa mbunge na mgombea urais Omar Mariko kuwa alihusika pia kupanga njama hizo. Kutokana na vitendo vya watu mashuhuri kutekwa na watu wenye silaha, wakili maarufu wa waziri wa zamani wa Mali Mountaga Tall ametekwa nyara usiku wa kuamkia leo na watu walificha nyuso zao katika mji mkuu wa Bamako. Mke wa Tall amelaani kitendo hicho, akisema hadi sasa hana taarifa kuhusu mahala alipo, afya yake au mustakabali wake kisheria, huku akitoa wito kwa serikali kuheshimu haki za kimsingi za mwanasiasa huyo. Amesema mkosoaji mkubwa wa utawala wa kijeshi na wakili wa utetezi wa maafisa kadhaa wa kijeshi waliokamatwa katika miezi ya hivi karibuni na utawala wa kijeshi kwa mashtaka ya kujaribu kuvuruga taasisi za serikali. Kuna ripotiwa pia kuna hali ya uhaba wa bidhaa kutokana na waasi wa Tuareg wakishirikiana na kundi la JNIM kuweka kizuizi kwenye barabara kuu zinazoelekea katika mji mkuu Bamako, kama ilivyoelezwa na wakazi huko Bamako. Soko halijarudi katika hali yake ya kawaida. Pia kuna tatizo la usafirishaji wa bidhaa. Watu hawawezi kufika mahala ambapo bidhaa zinapatikana, na hata kusafirisha kuzitoa huko kunakopatikana kuelekea sokoni, na hata katika maeneo yao yenyewe kunashuhudiwa uhaba. Hilo ndilo linaloathiri sana kwa sasa nchini Mali. Hali ya usalama pia bado ni tete baada ya waasi hao kuchukua udhibiti wa jimbo la Kidal na kudai kuiteka kambi muhimu ya kijeshi na ya kimkakati ya Tessalit iliyopo kaskazini mwa Mali karibu na mpaka wa Algeria. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.